السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد kuziregesha shukrani za Mwenyezi Mungu aliyetukuka na kumtakira rahma mtume wenu bwana mtume Muhammadin, rehma na amani zimtererere. Ndugu zangu wa Kiislamu, nshikalani mbele yenu kwa ajili ya kuendeleza darsa ambao kwamba waikirwa shekhereu, darsa ya kila siku ya Jumatano, ambao kwamba darsa kama ino ndakala uchisikira kwa kila lugha tofauti, na ichikala Jumatano ambao yatupa waisikira darsa kula kwa mwenga wenu ambaye wawelezea kwa lugha ya Chiorma, na inshallah rero darsa kama ino undaiendeleza kwa lugha ya Chidigo, na waikirwa mfumo kama uno mwalimu wenu, ili kila kabila ikali naweza kuzungumza na kujiamini kukala anaweza akaenda kitu fulani na chikakala. Na myangu katika wiki ya nyuma waweleza katika masala ambago kwamba ganenjerana na salamu, na chiweleza namna ya salamu ambavyo inatakikana ikale kwa usisi au mene, na chiweleza pia vira salamu ambavyo yarewana inatakikana sisi uitumie. Baina inshallah sindatuluka konzea mada, ndabaki katika mada kama ino ya salamu, na uweze kutabaruku na machache garambago Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala andawafikia. Myangu waweleze ya kuhusu salamu, na achiusomera aya ya Mwenyezi Mungu aliyetukuka, aya ambao ndaiva katika Suratun Nur aya ya 28 kama sijangekosea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaamba, ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, mpaka mwisho wa aya. Sasa aya kama ino achiueleze ya kukala Mwenyezi Mungu aliyetukuka naamba, enye ambao kwamba muamini, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, msimenye kwenye mazumba ambago kwamba sigo mazumba genu, hata tastanisu, mpaka mtake ruhusa kumenya katika nyumba kama zira. Baada ya kuiva ruhusa kumenya, watusallimu ala ahliha, mkale mdalamu saratu ambao mkwapata kwenye nyumba kama ira. Ino ndio aya ambao kwamba katika darsa yao ya nyuma twasomerwa, na nami ndabaki iva kwenye salamu, kwa sababu salamu nchitu muhimu sana kwa sisi ndugu zangu wa Kiislamu. Ukalenda chimanya faida za nini, na ukalenda mayonde tumia salamu namna gani. Sasa mwenga kwa mwenga uchilola mwenye kitabu ambaye kwamba ni al-Imam Nawawi katika mlango wenyewe wa kaifiyatu salami, anawaambia kwamba yustahabu an yaqula al-mubtadi'u bis-salami assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, fayati bi dhamiri al-jam'i wa in kana al-muslimu alayhi wahidan. Mwenye kitabu anawaambia kwamba ikapendekezwa zaidi yuya ambaye, ama ikapendekeza zaidi agombe yuya ambaye andakutana na myawe, amwambire assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. So na aire hivi kwa dhamiri ya unji hivi ilivyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndio aire hivyo. Wala tavana kala uwe uziendeze kala una elimu nyingi, ukakutana na mtu mwenga umwambire assalamu alayka au salamu alaykum, la aire vira tu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, alafu ajibu sasa huyo ambaye akalamuswa kwa namna ino, ambe wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pia ye fayati biwawi al-atfi fi qawlihi wa alaikum, naye pia viratu ambaye akalamuswa aitikie wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuh, na ire viratu kwa wawi atfi kwenye wa alaikum. Seze mtu akakwamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wewe ukamba alaikum salamu wa rahmatullahi, la vira tu ambavyo ndakuambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, baina wewe uitikie wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hivi ndugu zangu, ndivyo namna ambavyo kwamba salamu yarewa, na inatakikana sisi kama Islamu ulamusane namna hiyo, wala sio katika vile ambavyo ukazoeana au katika vile ambavyo salamu kaienda sio kitu cha thamani. Haswa kwa digwa yangu naambira vile ambavyo unitumiani salamu sivyo namna ambavyo sinawafundishwa uitumie salamu. Mfano, undamsikira mtu analamusa au anakulamusa salamu alaykum. Sasa salamu alaykum uchilole chichilma sio sawa, utachimo katika salamu vile ambavyo yakweza. Ama mtu andaona ni atuanje akakusanyikana ambire salamu alaykum, hivyo tayari unapata kwamba sio chilma au sio namna ambavyo salamu twafundishwa tuilavye. Salamu yuyambe andakutana na myawe wa kwanza vaye amwambire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, na yuyambe andambirwa na yaitikie wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh, wala tabana kuongeza wala kupunguza. Hivyo ndivyo namna ambavyo wafundishwa kuitumia salamu, na ndivyo namna ambavyo kwamba inatakikana sisi Aislamu uitumieni salamu kama hino. Sasa tukufu Islam au ndugu zangu wa Kiislamu, je, kuna faida gani katika salamu kama hino? Je, twafundishwa tu kwamba tulamusane tu kama mazoea, ama kuna faida yoyote ambayo sisi undeipata kwenye salamu kama hino? Kwamba salamu kama ino faida zibavo, na faida za bure kabisa ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akauikira katika salamu kama ino. Uchilola katika hadisi ambayo ikavokerwa ni Imran mwana wa Husain radhiallahu anhuma, iyo Imrani anaamba kwamba hadithi kama ino wakweza bwana mwenga mpaka kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Arofika vara bwana Mtume, yuya bwana achimlamusa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, achimwamba assalamu alaikum, faradda alaihi thumma jalasa. Vai bwana Mtume rehma na amani zimtererere achiitikia ira salamu yuya bwana, alafu yuya bwana achisagala. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam rehma na amani zimtererere achimwambira yuya bwana ashrun, kukala ukavaa thawabu 10. Baadaye muda kidogo acheza bwana waviri kwa bwana Mtume rehma na amani zimtererere. Bwana kama yuya na yachimwambira bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kama kumlamusa assalamu alaikum wa rahmatullahi, faradda alaihi thumma jalasa. Bwana Mtume rehma na amani zimtererere na yachuiza ira salamu, alafu ya bwana chisagala. Baada ya kusagala bwana Mtume rehma na amani zimtererere achimwambira yuya bwana kwamba anshiruna, ukavaa thawabu 20, tofauti na yuya wa kwanza ambaye wamba assalamu alaikum, Mtume achimwamba kala ukavaa thawabu 10. Waviri achamba assalamu alaikum wa rahmatullahi, bwana Mtume rehma na amani zimtererere achimwambira kala ukapata thawabu 20, alafu ya bwana chisagala. Baadaye tona vacheza bwana wao iyo bwana na rofika vara bwana Mtume rehma na amani zimtererere achimwambira bwana Mtume kama kumlamusa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, faradda alaihi thumma jalasa. Bwana Mtume rehma na amani zimtererere achiyuiza salamu kama ira kwa bwana kama huyu achimwitikia, alafu sasa huyo bwana chisagala. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam achigomba 30, kukala uwe ukapata thawabu 30. Ino tukutuonyesa kukala mbavino salamu mache salamu mwenga ina thawabu 30 ndaniye. Assalamu alaikum thawabu 10, assalamu alaikum wa rahmatullahi zinakala thawabu 20, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hizi zinakala thawabu 30. Sasa ndugu zangu wa Kiislamu, iva tayari tunaona kukala mbavi kuna thawabu 30 ambazo sino tunazivimbira kila siku. Tuna thawabu 30 ambazo kila siku tunazikosa kwa sisi yenye vira ambavyo tautaki kuzingatia maneno ga bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuna thawabu ambazo za bure, kumlamusa mtu tu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, unakala ukavaa thawabu 30. Je, kwa siku kalamusa 100 mwenga au kalamusa 70, je undakala una thawabu ngavi weza bure ambazo zikamenya tu bila kutumia nguvu wala bila kuvutana na mtu wala bila kuvaa uzito wosi?
Yani thawabu zo 30 tu za bure hizi kwa kumlamusa mtu tu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa ndugu zangu wa Kiislamu, namna ya salamu ambao wafundishwa ni ino kula kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na salamu ambayo ina thawabu ndanie. Sasa tusiziriche hizi thawabu za bure zikatupa, wakati unao uwezo ukale tunazipata kila siku thawabu kama hizi. Hasa kwa ndugu zangu wa Kiislamu au upande wa adigo yangu ndo kidogo una matatizo katika inyi upande wa salamu. Undamsikira mtu analamusa salamu aleikum. Sasa ino salamu aleikum kumanya salamu kwala, yani sivyo namna ambavyo salamu yakweza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kala ulamusane. Wala kala ukaona tuanji salamu alikuni au salamu aleikum. Hivi sivyo namna ya salamu ambavyo wafundishwa. Salamu ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wafundisha na ikakale na thawabu ndaniye ni kumwambia mtu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na yuyambe andalamuswa naye au ize salamu kama ira wa alaikumusalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Iba unakala ukava thawabu zo 30 na yuyambe akaitikia na yakava thawabu zo 30, unapata kwa thawabu za bure ambazo Mwenyezi Mungu anaupa na anawaandikira kila siku. Kwa hivyo uzidisheni kubana na salamu, uzidisheni kulamu sana, na utumie salamu ambayo yakweza uchifundishwa. Utumie salamu kama hiyo, usitumie salamu ya jina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hivyo inshallah kuiga machache ndugu zangu wa Kiislamu, nikamenza kutabaruku kwa darsa kama ino, darsa ambao kwamba undaipata kila siku ya Jumatano katika chaneli ya Ustadh Abdurrahim, ambao kwamba kila Jumatano ndakala unasikira mada tofauti tofauti kwa lugha tofauti tofauti. Myangu anza kwa lugha ya Chiorma, rero ikeza lugha ya Chidigo, na wiki ezayo undasikira tona lugha ya Njina, kwa namna vile ambavyo unafundishwa mashekhe yao. Na inshallah kuiga machache Mwenyezi Mungu aujalie uzipate thawabu za salamu, aujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.